Mvutano kati ya Irani na Marekani unaendelea kuwa kitovu cha siasa za kimataifa, lakini sasa kuna dalili mpya za juhudi za kidiplomasia zinazoweza kubadilisha hali hiyo. Pakistan imejitokeza ghafla kwa mara nyingine kama mchezaji muhimu katika harakati za kupunguza msuguano huo, hatua inayovuta hisia za mataifa mengi duniani. Ujumbe wa Pakistani kwa sasa uko mjini Teherani ukiongozwa na maafisa waandamizi wa kijeshi na kidiplomasia kufuatia mkutano muhimu kati ya mkuu wa jeshi la Pakistan Asim Muniri na waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi. Mazungumzo hayo yamelenga kuimarisha uhusiano wa pande mbili, lakini pia kuweka msingi wa mazungumzo mapema zaidi yanayohusisha Irani na Marekani. Kinachofanya hatua hii kwa kipekee ni nafasi ambayo Pakistan imeanza kuchukua kama mpatanishi. Kwa muda mrefu, mataifa kama Oman au Qatar yamekuwa yakijulikana kwa jukumu hilo, lakini sasa Islamabad inaonekana kuaminiwa na pande zote mbili, Tehran na Washington, katika juhudi za kusaka suluhu ya kudumu. Kwa mjibu wa taarifa kutoka vyanzo vya kidiplomasia, Marekani imeonyesha utayari wa kushiriki katika duru mpya ya mazungumzo ambayo huenda ikafanyika Pakistan. Ikiwa hilo litathibitishwa, itakuwa hatua kubwa inayoweza kubadili mwelekeo wa uhusiano wa Iran na Marekani ambao kwa miaka mingi umekuwa na misuguano mikali, hasa kuhusu masuala ya nyuklia, vikwazo vya kiuchumi na ushawishi wa kikanda. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona kuwa Pakistani ina faida ya kipekee katika nafasi hii. Kijiografia iko karibu na Irani na kihistoria imekuwa na uhusiano wa wastani na Marekani. Hali hii inaipa uwezo wa kuzungumza na pande zote bila kuonekana kuwa na upendeleo mkubwa. Hata hivyo, changamoto bado ni nyingi. Kutokuwepo kwa uaminifu wa muda mrefu kati ya Iran na Marekani ni kikwazo kikubwa. Pia maslahi ya kisiasa na kijeshi ya kila upande yanaweza kufanya mazungumzo kuwa magumu na muda mrefu. Swali linalobaki ni je, Pakistani itaweza kweli kupunguza mvutano huu? Jibu lake bado halijawa wazi, lakini kilicho dhahiri ni kwamba juhudi hizi zimefungua dirisha jipya la matumaini. Ikiwa mazungumzo yatafanikiwa, huenda dunia ikashuhudia hatua muhimu kuelekea utulivu wa Mashariki ya Kati, jambo ambalo limekuwa likisubiriwa kwa muda mrefu. Je, mtazamo wako ni upo hapo chini, sema comment kwa hiki ambacho kinaendelea huko Mashariki ya Kati. Dondosha hapo chini, tutakometisha sana. Mr. Barrow, that's my name.